Hello guys, mambo vipi? Naitwa The Icon Queen kutoka SL Media. Hapa kama mnavyoniona niko mji wa Njombe katika kanisa la Wasabato mtaa wa Chaugi. Nyuma yangu naona kuna hema kubwa kabisa rangi nyeupe ambayo ina utakaso. Ukumbi huu ni kwa sababu ya maandalizi ya mkutano mkubwa kabisa ambao unatarajiwa kufanyika mwanzoni kabisa wa mwezi wa 5 kwa ajili ya uinjilisti. Sasa tutaenda kukutana na mhusika hapa, ataenda kutuonyesha sehemu mbalimbali ambazo wameziandaa kwa ajili ya mkutano huu, lakini atatupa historia fupi kwamba mambo gani ambayo yatakuwepo katika mkutano huo, ili aweze kukujuza wewe mtazamaji na msikilizaji. Unaweza kujiongea pia kuja hapa kwa ajili ya kupata mafundisho mengi sana ya kiinjili ya kukukuza wewe kiroho. Karibu mkutano wa Njombe Net Event. Karibuni sana. Nyuma yangu ni kanisa la Wasabato mji wa Njombe katika mtaa wa Chaugingi. Kanisa hili lina historia nzuri, lakini pia nje ya kuabudu kuna projects zingine ambazo wanaziendesha. Project hizo ni faida yangu mimi pamoja na wewe. Wataenda kutuambia ni project gani, lakini pia imekuwaje wakawa wana run mkutano huu mkubwa kabisa ambao hakuwahi kutokea wa Wasabato, ambao utashika mioyo ya watu kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu nilivyoona maandalizi yako vizuri sana na wamejipanga kwa kuwapokea kiwango kikubwa sana cha watu. Karibuni tuendelee kujua zaidi kuna nini kilichojificha nyuma ya kanisa hili la Waadventista wa Sabato mjini Njombe. Tunapenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hapa niliposimama ni kanisa la Njombe, na ukitazama upande wangu wa kulia, huu niseme ndio ukumbi wa mkutano wa Njombe Net Event. Tunaendelea kurekebisha mazingira ili tarehe 9 inapofika wakati wa Njombe Net Event, basi mtazamaji na msikilizaji wangu, wewe utakuwa shahidi kwamba hapa patakuwa mahali bora pa kurushia mikutano hii ya mwaka 2026. Karibu Njombe Net Event. Huku kuna watumishi wa Mungu wanaofanya mazingira ya ukumbi huu kuonekana wa maana na mzuri, watu wakikaa wakitulia wasipate shida na changamoto yoyote. Napenda kusema kwamba Mungu, hebu atupatie afya, wewe na mimi. Wakati utakapofika, sote tuje tukae, tusikilize, tujifunze. Na zingatia, wiki ya kwanza kutakuwa na matibabu. Hivyo kama una changamoto, nipende kukutolea wito, wakati ndio huu wa kuleta changamoto yako ili uweze kupata tiba, wala sio kwa gharama, bure. Kwa nini ukose? Ukikosa nitakushangaa. Mungu awe na wewe unapokuona jiandaa kwa ajili ya Njombe Net Event. Mambo yanawekwa sawa na yanaendelea kutengenezeka. Ifikapo tarehe 9 utapashangaa hapa. Asante, maana wewe ni mdau wa Njombe Net Event. Halo mpenzi mtazamaji, nipende kukukaribisha sana katika wasaa huu mzuri, na nikutambulishe mambo machache kuhusiana na mahali nilipo. Kwanza, hapa nipo mkoa mmoja, mkoa uliobarikiwa, mkoa wa Njombe. Kama ambavyo unaona, nimesheheni makoti ya kutosha, kwa sababu mkoa huu una baraka nyingi za Mungu, lakini bila kusahau baraka ya baridi. Lakini kama ambavyo unaona, iko vizuri kabisa. Njombe kuna nini? Njombe ni mahali ambapo Mungu amepachagua katika mwaka wa 2026, mahali ambapo mikutano ya Net Event itafanyika hapa. Kama ambavyo unaona hapa, niko site na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea hapa. Ukiangalia mkono wangu wa kulia pale, kuna jengo kubwa kabisa ambalo mafundi wanaendelea kujenga kwa ajili ya maandalizi, na hapa ndipo ambapo mikutano yetu itafanyika. Lakini ukiangalia mkono wangu wa kushoto pale nyuma, kuna chumba kizuri cha maliwato
chumba ambacho watu watapata huduma maalum pale. Ni chumba cha kisasa kabisa na sidhani kama kiko mahali pengine Tanzania. Lakini ukiangalia pale nyuma yangu kuna jengo la Maranatha Nursery and Day Care, mahali ambapo studio zitakazokuwa zinarusha matangazo ya Njombe Net Event zitakuwa mahali pale. Nitakuonyesha vitu vingi sana mpenzi mtazamaji. Ninaamini wote ambao mnajiandaa kushiriki katika mikutano hii nami nikuonyeshe baadhi ya maeneo mbalimbali ambayo yatatumika kwa ajili ya shughuli nzima ya Njombe Net Event. Njoo. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoona hapa kuna jengo hiki ni choo cha kisasa ambacho kinaandaliwa kwa ajili ya tukio maalum la Njombe Net Event, mahali ambapo watu watatumia kujisitiri. Kama ambavyo unaona mafundi wanaendelea kuweka mambo sawa, wakibamiza hapo ukutani. Fundi, hiyo inaitwaje hiyo? Plaster. Inawekwa plaster na maandalizi. Huku ni sehemu ya wanaume, lakini kuna mahali fulani ambako wanawake pia watakuwa wanapata huduma za msingi kabisa. Twende mahali pengine ni kuonyeshe mambo mazuri ambayo yanaandaliwa kwa ajili ya Njombe Net. Nilikwisha kutaarifu kwamba kuna mambo mazuri yanayoandaliwa hapa nyuma yangu. Kama unavyoona jengo hili limeandikwa Maranatha Nursery and Day Care Center. Ni mahali ambapo studio zitakazotumika kurusha matangazo ya Njombe Net Event zitakuwa mahali hapa. Nitakupeleka ndani pale uone maandalizi na namna ambavyo chumba kimeandaliwa vizuri kabisa kwa ajili ya kurusha matangazo ya Njombe Net Event. Njoo na mimi nikuonyeshe mambo mazuri zaidi. Kama ambavyo unaona hapa ni upande wa mbele, na hili ndilo jengo zima ambalo studio zitakazotumika kurusha matangazo ya Njombe Net Event zitakuwa hapa ndani. Kama ambavyo unaona jengo limeandaliwa vizuri kabisa, limewekwa nakshi, rangi zimekaa sawa, na humo ndani mambo yako ndani humo. Bwana kubariki sana unapoendelea kujiandaa kuhudhuria mikutano ya Njombe Net Event mwaka 2026 katika mkoa wa Njombe. Bwana, kama ambavyo unaona mambo yanakwenda moto, yani mambo ni speedy. Hapa sasa ndio eneo ambalo studio yetu itakuwa hapa. Mambo ya utafsiri na mambo mengine yatafanyika hapa. Kama ambavyo unaona, ngoja nikuonyeshe. Vyumba vimeandaliwa tayari kwa ajili ya kuweka vyombo na wale ambao watahusika na mitambo kuweka mambo sawa. Watakaurusha matangazo yetu ya Njombe Net Event watakuwa katika vyumba hivi ambavyo vimeandaliwa vizuri. Mazingira yameandaliwa kwa namna ya kisasa kabisa, yanaendana na tukio hili kubwa kabisa ambalo Mungu ameona kwamba mwaka huu basi lifanyike katika mikoa ya Njombe. Bwana, Njombe mambo yamepamba moto na muda sio mrefu mambo yatakwenda kuanza. Bwana, hebu ngoja nikwambie miongoni mwa mengine mengi ambayo kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe linafanya. Kama unavyoona jengo hili limeandikwa Maranatha Nursery and Day Care Center. Hapa ni kituo ambacho kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kuthamini pia uwezo wa akili na ukuaji wa washiriki wake, kanisa la Waadventista wa Sabato linaendesha pia shule. Linazo shule kama unavyoona, hiki ni kituo cha kulelea watoto wadogo, lakini pia kanisa hili linazo shule nyingine kama vile shule ya msingi iko mahali fulani pale. Ukitembelea Njombe siku moja, na kama uko maeneo ya karibu ya Njombe, nadhani unafahamu kuna shule moja inaitwa Njombe Day. Hiyo ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe. Wewe mzazi ukimleta mtoto wako hapa, mazingira ni salama, mazingira ni safi, mtoto wako atapata huduma nzuri pamoja na ada ni nafuu sana. Na kushauri kama unaye mtoto wako na unatamani apate maadili mazuri na mafundisho mazuri, mlete katika shule za Waadventista wa Sabato zilizopo Njombe mjini. Kama ambavyo nimekwisha kujulisha kwamba kanisa letu licha ya huduma za kiroho, lakini pia tunatoa huduma za elimu. Kama ambavyo naangalia hapa kuna basi hili ambalo linatumika kwa wale wanafunzi wa kutwa, japo shule yetu pia ni ya bweni. Kwa wale wanafunzi wa kutwa basi
kuna huduma nzuri za usafiri. Njoni kuonyeshe namna ambavyo usafiri mjini. Kama unavyoona siti ni safi kabisa, tunao madereva wanaojali usalama barabarani vizuri kwa kufuata sheria zetu za nchi yetu ya Tanzania. Leta mtoto wako apate huduma ya elimu iliyo bora na inayozingatia pia huduma za malezi katika masuala ya kiroho. Ulimwengu umechafuka sana, swala la maadili limeporomoka sana. Unapomleta mtoto wako katika shule zetu, atalelewa katika namna ambayo wewe mzazi utamfurahia mtoto wako na ataleta sifa na utukufu kwa Mungu kwa maisha. Bwana, mambo sio mchezo. Kama ambavyo nimekuambia, maandalizi yamepamba moto. Unaona vifaa hivi hapa, hivi ni vifaa vya tenti ambalo litatumika kubeba watu wengi sana ambao watahudhuria mikutano ya Njombe Net Event. Kama unavyoona vifaa hivi hapa na vingine hivi hapa, mafundi wanajua vifaa hivi vinaitwaje na vitafanya kazi gani. Ungana na mimi ni kuonyesha tent lenyewe, ukumbi mkubwa ambao utabeba watu kwa ajili ya kuendesha mikutano ya Njombe Net Event. Mpenzi mtazamaji, kama ambavyo unaona hapa nyuma yangu, huu ndio ukumbi mkubwa ambao utatumika kubeba watu watakao kuwa wamekuja kushiriki mikutano ya Njombe Net Event. Ni ukumbi mkubwa sana na umeandaliwa katika viwango vya ubora wa hali ya juu sana. Sidhani kama umewahi kuona popote Tanzania hii. Njoo kuonyeshe ndani na maandalizi ambayo yanaendelea. Njombe Net Event ndiyo habari ya mjini katika ulimwengu wa Waadventista wa Sabato kwa mwaka 2026. Hapa ndio eneo ambalo mikutano yetu itafanyika na watu tutajaa kwa wingi hapa. Kama unavyoona, mafundi wanaendelea na maandalizi, floor zinapigwa vizuri, ukumbi umeandaliwa vizuri kabisa, unafaa kabisa kuendesha mikutano hii. Na kwa muda wa majuma matatu Mungu atakuwepo katika eneo hili akizungumza na watu wake. Tunawakaribisha nyote Waadventista wa Sabato na wale ambao si Waadventista wa Sabato. Njoo ujipatie huduma za kiroho. Mambo mengi yatafanyika hapa. Miongoni mwa mambo ambayo yatafanyika hapa, pamoja na huduma za kiroho, lakini kutakuwa na huduma za kiafya. Kutakuwa na upimwaji wa afya bure kabisa na magonjwa mbalimbali yatapimwa hapa. Madaktari bingwa watakuwepo katika eneo hili. Usikose kuja na kuhudhuria katika mikutano hii, kwani utabarikiwa katika nyanja tofauti tofauti, kiroho na kimwili. Bwana kubariki sana unapoendelea kujiandaa kushiriki katika mikutano hii. Asante sana. Hope mmeenjoy na mmejifunza mambo mengi, lakini mmeona namna maandalizi yalivyo. Wamejipanga kweli kweli. Mmeona kwamba wamesema pia kuna shule ambazo ni pre and primary, lakini pia kuna awali. Wamekuonyesha mambo mengi. Mmeona ukumbi ambao unaenda kufanyika huo mkutano mkubwa, mmeona mabasi, lakini mmeona kanisa lenyewe, lakini pia na mengine mengi ambayo mdau wetu alikuwa anatueleza. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nami. Ulikuwa na mimi, naitwa The Icon Queen. Karibuni sana, uendelee kutazama ACL Media. ACL Media, African Community Life. We are the legacy of Africa.